Allah subhanahu wa ta'ala anasema walikullin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, wapate kulitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala kwenye wale tuliowaruzuku miongoni mwa wanyama hawa. Walidhalika yaqulu ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala wa hadhihi al-aya tadullu ala anna adh-dhabha taqarruban ila Allah ta'ala mashru'un fi kulli millah. Na aya hii inafahamisha ya kwamba kuchinja juu ya kwamba kuchinja kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hilo ni sheria katika kila umma. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Enyi waja wa Allah, nakuhusieni na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Inajulikana ya kwamba tupo katika masiku bora, masiku 10 bora katika masiku ya mwaka mzima, masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia katika Qur'an, wal fajri wa layalin 'ashri, ay 'ashri dhil-hijja. Allah akayapia masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhul-Hijja. Ndugu zangu Waislamu, yametangulia kutajwa yale ambayo yanatakikana mtu awe nayo katika mwezi huu kuhusiana na ubora na ibada, kuipinda katika mambo mbalimbali katika a'mal as-salihat. Kadhalika sifa za mtu anayekusudia kuchinja kama ilivyotajwa katika hutuba zilizotangulia. Lakini pia katika mambo yaliyo muhimu ni kufahamu taratibu za al-udhiyah kuhusiana na mnyama wa kuchinja. Lakini pia kuna aibu, uyubi ambazo zinatajwa zisizofaa mnyama asiyefaa kuchinjwa na anayefaa mtu aweze kupambanua, na pia mnyama aliyeainishwa ni tofauti na yule ambaye hajaainishwa kwamba huyu atahusika katika udhiya. Kuna masharti na kuna ahkam lazima mtu azijue. Al-udhiya kama wanavyoeleza wanawachuoni katika taarifu yake shar'an ni ma yudhbahu, ni mnyama anayechinjwa, ma yudhbahu min bahimatil an'am, ni yule anayechinjwa katika bahimatil an'am, wanyama hoa, yani wale wanyama ambao wametajwa katika sheria: ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo, ndio bahimatul an'am waliotajwa katika sheria. Hata wengine kama wanaliwa, lakini hawatoingia kwa sababu hawamo katika hii bahimatul an'am. Ayyam al-adha,
katika masiku ya Adha itaingia siku ya Eid na kadhalika siku 3 mbele kama tutavyoona katika maelezo ya maulama. Bisababi al-Eid, anachinja kwa sababu ya Eid. Kwa hiyo Eidul Adha, lile jina la Eid imeitwa ikaegemezewa kwenye ile mnyama yule, sababu akaegemezewa kwenye ile sababu yake, Eid ya Adha, kwa maana mnyama anayechinjwa siku ya Eid. Sababu ya kusababu ni Eid, anatakiwa achinjwe mnyama wa udhiya. Kwa hiyo anachinja mtu katika wanyama hoa siku ya Eid, katika masiku ya Eid, taqarruban ila Allah azza wa jalla, kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah azza wa jalla, hali ya kuwa ameshinda na ametukuka. Anachinja mtu mnyama siku hiyo. Mnyama huyo anayechinjwa katika masiku hayo, katika hao wanyama hoa, ndiyo anaitwa mnyama wa udhiya. Amechinja udhiya, na hukumu yake jambo hili limethibiti katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha kwamba kila umma uliwekewa mahala pa kuchinja. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walikullin, na kila umma ja'alna mansakan, tumewajalia mahala pao pa kuchinja mihanga, kuchinja wanyama wao kwa ajili ya uhanga, kujitolea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, ili wapate kulitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala katika wale tuliowaruzuku miongoni mwa wanyama hoa. Wapate kulitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala kwenye wale tuliowaruzuku miongoni mwa wanyama hoa. Mtu achinje kama ngamia au ng'ombe au mbuzi au kondoo, tumeweka kila umma tulijalia hilo. Kwa hiyo na katika umma huu pia lipo hilo. ولذلك يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهذه الآية تدل على أن الذبح تقربا إلى الله تعالى مشروع في كل ملة. Na aya hii inafahamisha ya kwamba kuchinja, juu ya kwamba kuchinja kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hilo ni sheria katika kila umma, liliwekewa sheria hii. Walipita mila zilizopita, Allah subhanahu wa ta'ala aliweka sheria kwamba watu wachinje kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika limethibiti katika sunna kwa kauli na fi'li, kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa ile hadithi man dhabaha ba'da as-salah, yeyote atakayechinja baada ya swala ya Eid, qad tamma nusukuhu, kwa hakika imetimia ibada yake ya kuchinja. Atakayechinja baada ya swala ya Eid, imetimia ibada yake ya kuchinja. Tamma nusukuhu, imetimia ibada yake ya kuchinja. Wa asaba sunnatal muslimin, na atakuwa amepatia katika ule mwenendo na sunna ya Waislamu. Utaratibu wao wanachinja udhiya baada ya swala ya Eid. Hiyo ni kauli. Kadhalika katika kitendo cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika hadithi iliyokuja ya Anas, dhaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alichinja Mtume sallallahu alayhi wasallam bikabshaini amlahaini, kondoo wawili weupe. Faraaituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima, nikamuona Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mwenye kuweka mguu wake katika pambizo za shingo zao, ala safahihim, mpaka mwisho wa hadithi. Kadhalika na Mtume sallallahu alaihi wasallam akalikiri jambo hili baada ya kutoa salamu katika viwanja vya Eid. Akitazama anaona kuna watu wamechinja wanyama wao, tayari washachinja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man dhabaha qabla as-salah, yeyote aliyechinja kabla ya swala, falyadhbah shatan makana, basi na achinje mbuzi mwingine badala yake. Mnyama aliyochinja kabla ya swala amchinje mwingine badala yake. Wa man lam yakun dhabah, na yule ambaye hajachinja, falyadhbah ala ismillah, na achinje yule kulitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kadhalika jambo hili pia
kwa ijmaa ya maulama ya kwamba jambo la kuchinja ni jambo la kisheria katika dini, na hilo amelisema Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala na wengine katika maulama, al-Imam Shawkani, Ibn Qudama katika al-Mughni. Lakini Ibn Hajar anasema rahimahullahu ta'ala fil Fath, wala khilafa, na hakuna khilafu yoyote, hakuna makindano yoyote fi kauniha min shara'i ad-din, kwa kuwa kwake udhiya ni katika mambo ya sheria ya dini hii. Hakuna khilafu yoyote kwamba udhiya ni katika mambo ya sheria ya dini. Kwa jambo hili utaona limethibiti katika kitabu na sunna, qawlan wa fi'lan wa taqriran, katika aina zote zile za sunna. Ajma'at fiha anwa'u as-sunnati ath-thalatha. Ndugu zangu Waislamu, lakini pia wakatofautiana kuhusiana na hukumu, je, ni wajibu au ni sunna muakkada. Wapo wanaona ni wajibu, al-Imam al-Auza'i, kadhalika madhhabi ya Abu Hanifa na al-Jumhur, al-Shafi'i, Malik, na riwaya miongoni mwa riwaya za Imam Ahmad wanaona kwamba jambo hili ni sunna muakkada. Na ndio maana al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema, wa amma al-udhiyya, ama al-udhiyya fal-adhhar wujubuha aidha, iliyo dhahiri ni wajibu vile vile kuchinja. Fa innaha min a'zami min shara'i al-islam, kwa sababu hiyo udhiya min a'zami shara'i al-islam, ni katika alama kubwa za Uislamu. Mpaka akaendelea na maneno yake akasema, wa hiya min millati Ibrahim, na hiyo udhiya ni katika milla ya Nabii Ibrahim, alladhi umirna ittiba'a millati, ambaye Ibrahim ambaye umirna, tumeamrisha sisi ittiba'a millatihi, kufuata milla yake. Kwa hiyo watu wachinje udhiya. Baada ya kutaja maneno haya, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah akasema, wasuluku sabili al-ihtiyat, na kupita kufuata njia ya kujiondoa katika shaka, an la yad'aha ma'a al-qudra, ni kwamba mtu asiache kuchinja pamoja ya kuwa ana uwezo. Aache kwa kuchinja ikiwa hawezi. Mwenye uwezo wa kumiliki 70,000, 80,000, 90 laki, basi anunue mbuzi achinje. Aibu Muislamu, pesa mnazo watu lakini hawataki kuchinja. Watachinja huko kwenye khitima na huko kwenye salamu za waganga, kwa sababu anataka apone mama yake au kijana wake, akaacha kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Asiache mtu jambo hili, lima fiha min ta'dhimillah, kwa yale yaliyo ndani yake katika kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kujua muda wake. Tumeona katika hadithi ya Muawiya bin Sufyan al-Bajali, man dhabaha qabla as-salah, kwa hiyo kuchinja kunakuwa ni baada ya swala. Na kama imamu amekokota mnyama kuja naye katika viwanja vya Eid, watasubiri watu mpaka kwanza imamu achinje mnyama wake, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofanya. Kama amekuja na mnyama katika viwanja vya Eid, watasubiri watu mpaka achinje ndio wachinje wao vile vile. Na wengine iliyokuwa bora mtu asubiri mpaka khutba kwanza, na waliokuwa mbali wasafiri watakadiria ya kwamba Eid wakati huisha swaliwa na watu washakutubiwa, ndio wao watachinja mnyama wao. Na kadhalika kuchinja kutakuwa ni kwa masiku 3 kama nilivyotangulia kutaja, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika aya inayosema liyashhadu manafi'a lahum, ili wapate kushuhudia manufaa yao, wayadhkuru isma Allah, na walitaja jina la Allah, fi ayamin ma'lumat, katika masiku maalumu. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yawm an-nahri wa 3 ayamin ba'dahu. Ayyam ma'lumat ni ile yawm an-nahri, siku ya 10 ya kuchinja, wa 3 ayamin ba'da, na masiku 3 baada yake. Haya yote haya watu ni masiku ya kula na masiku ya kunywa. Kwa hiyo mtu anaweza kuchinja siku ya tarehe 11, 12 mpaka 13 kabla ya kuzama jua, pia atakuwa na yeye amechinja, amesibu katika ule muda. Ibada Allah, katika wanyama hawa mnyama aliyebora ni yule aliyemweupe, aliyemnene, mwenye pembe, tena dume.
ndiye mnyama aliye bora katika aina hizi: ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Na mengine tutakuja kuyaona katika masharti biidhnillah. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alichinja mnyama dhaha bil Madina kabshaini, alichinja kondoo wawili amlahaini, weupe wamechanganyika na kijivu hivi, aqranaini, wenye pembe. Na hata mnyama akiwa amehasiwa pia atafaa. Amehasiwa dume ambaye amehasiwa atafaa pia kuchinja, kwa ile hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alichinja kondoo wawili saminaini, wanene, adhimaini, wakubwa, amlahaini, weupe, aqranaini, wenye pembe, mujayaini, waliohasiwa. Kwa hiyo watafaa kuchinjwa hata mnyama ambaye amehasiwa. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، تقزانه وإسلام، tumesimama ya kwamba atafaa pia kuchinjwa mnyama dume ambaye amehasiwa. Kadhalika katika mambo muhimu ya kujua kupitia upande wa jambo hili la kuchinja ni wanyama ambao inafaa kushirikiana watu, wakachanga pesa, wakanunua, wakapatia kwenye umiliki na ujira pia. Na kuna wanyama ambao hawatoingia watu zaidi ya mtu na familia yake kuhusu ujira. Wataingia watu wote atawakusudia, lakini kwenye umiliki ataandikiwa yeye mnyama yule ni wake yeye. Kwa hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu anasema, naharna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tulichinja pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amal Hudaybiyah, mwaka wa sulhu ya Hudaybiyah, albadana, tulichinja ngamia, an sab'atin, kwa kushirikiana watu saba, walbaqara, na pia tulichinja ng'ombe, an sab'atin, kwa kushirikiana watu saba. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema, washatu an wahidin faqat, na mbuzi anatosheleza kwa mtu mmoja peke yake. Atachinja kwa kunuia kuishirikisha na familia yake na anayewataka katika Waislamu, mtu mmoja peke yake kwa umiliki. Kwa maana kama watu wamerithi mbuzi mmoja, bali hata wakirithi mbuzi wawili, wakasema wanashirikiana, familia tofauti hizo, au wana pesa wakaona kuna mbuzi watatu, wakanunua watu wanne, wakachanga pesa wakanunua mbuzi watatu, haitafaa, kwa sababu mbuzi si mnyama wa kushirikiana. Mbuzi kila mtu anajitegemea. Kama utapewa na pesa na mwenzio ukaongezea ukanunua wewe wako, sawa, lakini si mnyama wako. Hata mkichanga mbuzi wawili, watu wawili, au mbuzi watatu, watu wawili, mbuzi si mnyama wa kushirikiana. Kwa hiyo mbuzi anatosheleza kwa mtu mmoja. Bal anasema, bal law ishtaraka ithnan, law walishirikiana watu wawili, fi shatain, kwa mbuzi wawili, fi tadhiya, katika kuchinja udhiya, au hadi, au kuchinja kichinjo cha hija kwa ajili ya hija, lam yajuz, halitofaa jambo hili, kwa sababu mbuzi si mnyama anayefaa kushirikiana. Katika masharti ya mtu kuwa nayo mchinjaji, kwanza alifanya jambo hili kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, na hawajaamrishwa isipokuwa kumwabudu Allah peke yake hali ya kumtakasia yeye dini. Asifanye mtu kwa ajili ya riya, kujionyesha na kutaka kujikweza kwa watu wengine. Kadhalika afanye kwa kumuiga Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Si ujichinjie utakavyo tu kama wanavyoambiana masufi na kudanganyana kwamba kuna mara moja Bilali alikosa mnyama, akatafuta jogoo, akachinja, akasifiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanamfanya Bilali kwamba ni mtu mjinga kama wale Bilali wanaowajua wao. Hapana, amesuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatafuta vipi kuku?
na watu wanajua bahimatul an'am, zinasomwa aya wanazijua, wanajua maana yake. Haya ni mambo ya kulazana na kuambiana jambo ambalo sina sawa sawa. Kuna bwana mmoja alikuwa anasimulia jambo hilo. Mtu asiyekuwa na uwezo, sheria haimpatilizi katika hilo. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Kwa hiyo mtu pia afuate, amwige Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Yoyote mwenye kufanya amali yoyote hakuna juu yake amri yetu na mafundisho yetu, basi jambo hilo ni lenye kurejeshwa, anarudishiwa mwenyewe, halina malipo. Hapa kuhusiana na mnyama tumetaja wakati, tukataja idadi ya kushirikiana kwa watu 7 kwenye ngamia na ng'ombe. Lakini pia unakujua sasa mnyama, masharti ya kuhusu mnyama. Kwanza awe mnyama wa halali, au mtu apate ruhusa kwa yule mwenye umiliki wa mnyama yule. Si kwamba umekosa udhiya ukachinja mbuzi wa watu kwa sababu ya kujikurubisha kwa Allah, na mbuzi wa wizi, wa kupora, wa kuiba. Haifai jambo hilo. Na anayejua kwamba mnyama huyu wa wizi pia asimnunue hata kama ni pesa ndogo. Kadhalika atimize miaka, ngamia mwenye miaka 5 au ng'ombe mwenye miaka 2 au mbuzi mwenye mwaka 1 aliyetimia mwaka, na kondoo anaweza kuchinjwa hata wa miezi 6. Kwa hiyo watimize muda, miaka. Si kwamba unaweza ukachinja mbuzi wa saa upo ukachinja mbuzi wa miezi 8, la, miezi 6, mbuzi wa mwaka 1. Pia jambo hilo lifahamike. Kadhalika asiwe na kasoro zile zilizotajwa katika hadithi kwamba mnyama wa namna hiyo hafai. 4 la tajuzu fil adahi, mnyama mwenye aibu za aina 4 hafai katika kuchinja udhiya, bali hata katika hakika hafai. Akataja Mtume sallallahu alaihi wasallam al-awra, mwenye chongo, bayyinun awaruha, chenye kubainika chongo chake kiko wazi wazi kabisa kwamba huyu ana chongo. Walmaridha bayyinun maraduha, na aliye mgonjwa yenye kubainika maradhi yake kwamba huyu ana maradhi, kama vile kwenye kwenda hawezi kufuatana wenzie. Walarja, na pia aliyelemaa, bayyinun dhal'uha, ulio wazi ulemavu wake uko wazi wazi, anaonekana kwamba huyu ni mlemavu, kile kilema chake kiko wazi wazi. Walkasiru allati la tanqa, na yule ambaye wanasema mnyama mkubwa sana mpaka amekuwa umekauka ubongo wake, hana ubongo. Al-Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala katika Al-Mughni anasema fala na'lamu baina ahli al-ilmi khilafan, na hatufahamu sisi khilafu yoyote baina ya maulama fi annaha tamna'u al-ijza, ya kwamba aibu hizi 4 zinazuia mnyama kuchinjwa, kufaa kuchinjwa mnyama. Aibu hizi 4 mnyama anazuilika, hafai kuchinjwa, hakuna khilafu yoyote katika hilo. Tayeb, kadhalika wanawachuoni wamekutanisha na aibu nyingine 6. Hizi 4 wakutanisha na zingine 6 ambazo ni kubwa zaidi kuliko hizi ambazo zimetajwa, kama vile mnyama ambaye haoni kabisa, ikiwa chongo hafai, je asiyeona? Na hilo likakutanishwa katika hukumu. Kadhalika wanataja mnyama ambaye amekula sana mpaka amevimbirwa, hakitoki kilicho tumboni, pia hatofaa. Kadhalika mnyama aliye katika uchungu wa kuzaa, kadhalika mnyama aliyekuwa amepatwa na sababu za kifo, huenda amepigwa yuko taabani au ameanguka kutoka sehemu ya juu. Kadhalika mnyama aliyevunjika, ikiwa mlemavu hafai, je aliyevunjika, asiyeweza kutembea? Wakakutanisha na aibu hizi, kakutanisha katika hizi ni kasoro ambazo hafai kuchinja. Kadhalika kuna kasoro ambazo ni karaha, lakini si haramu kuchinja, kama vile mnyama ambaye imekatwa pembe yake, pembe imekatika, akikosekana aliye bora, huyu pia atachinjwa, ni karaha lakini haingii katika uharamu. Kadhalika aliyekatwa sikio juu kwa upana tafaa, au amekatwa chini, au limetobolewa sikio lake, au amekatwa mpaka tundu yake inaonekana, pia ataingia katika ukaraha.
haya wanayataja wanachuoni au wanaotaja maulama mengine ambayo wameyakutanisha na haya yaliyotajwa katika hadithi, kama vile kukatwa mkia ni karaha wanataja, au kondoo amekatwa sehemu katika kalio lake, maana ni nyama nayo, lakini akikatwa lote hatofaa, labda iwe asili yake halipo, lakini yule ambaye amekata sehemu ndogo itaingia katika karaha. Kadhalika aliyekata dhakari yake ya madume itaingia katika karaha. Hizi ni aibu baina ya zile za haramu. Hafai kuchinjwa, si kwamba hafai kuliwa, hafai kuchinjwa kwenye udhiya au kwenye hakika, yani kwenye ibada kama hizo kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuchinjwa katika hali ya kawaida hatafaa, lakini sehemu hizo hatufaa. Kadhalika kuna jambo la kuainisha mnyama. Huenda mtu aliponunua mnyama wake akamainisha kwamba huyu ninamnunua kwa ajili ya udhiya, au kuainika kwingine ni kwamba mtu amechinja kwa nia ya udhiya. Inawezekana ukanuia katika kuchinja kwa nia ya udhiya, au siku uliyomnunua ulimtaja kwamba ni wa udhiya, tofauti na yule uliyemnunua kwamba nikijaliwa nitachinja siku ya Eid. Hii ni habari na tofauti kumuainisha. Lakini yule aliyoainishwa kwamba makusudio ya mnyama huyu ni wa udhiya, kuna mambo anafungamana nayo, kwa sababu huwezi kumtoa zawadi, huwezi kumtoa hiba, ukamtoa zawadi ukamhamisha kwenye umiliki, haifai. Kadhalika akipotea ikawa wewe umezembea, utamnunua mwingine, na akiumia ikawa wewe umesababisha, pia utamnunua mwingine. Na kama atakufa aliyemnunua, warithi hawezi kutasarrafu, watamchinja kwa ajili ya udhiya pia, kama lile lengo alilonunuliwa kwa ajili yake. Hatofaa kwamba huyu tunamrithi kwa sababu baba amekufa, hata kama alikuwa udhiya. Kadhalika akizaa, yule mtoto atakayezaliwa hukumu yake ni kama ya mama yake, sawa sawa mimba hiyo alipata kabla ya kununuliwa au amepata baada ya kuwa shanunuliwa, lakini kwa kuwa ana mimba, basi atakayezaliwa hukumu yake na yeye kama hukumu ya mama yake. Kadhalika linataja jambo lingine, lau kama watu wamekosea, watu wawili, kila mmoja akachinja mnyama asiyekuwa wake kwa kukosea, huyu amechinja mbuzi wa mwenzie na yule amechinja mwingine akidhani kwamba ni wake, kwa kuwa wameainisha kwa udhiya wanyama, watafaa. Sura wanaosema wanawachuoni wakitofautiana kwenye kugawana nyama, kila mmoja atachukua nyama yake, lakini ikibidi kwamba huyu basi sawa, hakuna neno, na huyu hakuna neno, huyu utakuwa hukumu yake amechinja na yule amechinja, kwa sababu wanyama waliainishwa katika udhiya. Kwa hiyo utaona kuna utofauti wa mnyama aliyeainishwa katika udhiya na yule ambaye hakuainishwa katika udhiya. Na hukumu ya nyama hii haijathibiti kwenye Qur'ani wala Sunna kwamba inaliwa namna gani, lakini katika hadithi iliyo katika Bukhari, Mtume sallallahu alaihi wasallam anataja, inasema kwamba kulu, kuleni, wa at'imu, na toeni sadaka, lisheni, wadakhiru, na itunzeni nyingine. Katika riwaya katika Muslim imekuja fakulu, basi kuleni, wadakhiru, na itunzeni, hifadhini, watasaddaqu, na toeni sadaka. Kiwango gani hakijatajwa, nimetaja mimi kiwango cha kuliwa. Kwa hiyo ikiwa labda yule aliyechinja amechukua nyingi kuliko alivyogawa, hakuna lawama. Ikiwa ametoa nyingi kuliko aliyobakisha, pia hakuna lawama. Namna ya kuliwa kiasi hakijatajwa, isipokuwa mtu ale na sehemu nyingine atoe sadaka na sehemu nyingine aitunze ikiwa inaweza kutunzika. Lau kama ataamua yote atoe, mtu anaweza kuchinja wanyama wengi pia, basi itakuwa ni vizuri katika hilo. Lakini almuhim watu wajitahidi kuchanga pesa watu 7 kununua ng'ombe. Inawezekana kama vile watu wanavyonunua mambo mengine kwa kuchanga, na mtu pia anunue mnyama yeye mwenyewe 70,000 80,000 mbuzi anaweza kununua, kama wanavyonunua mambo mengine ya 70,000 80,000 mnanunua huko madishi ya kufunga kwenye majumba, vingamuzi, sijui vidude gani, wala havina maana yote. Lakini ukichinja huyu ukifa utamkuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala ujira wake. Kingamuzi utakuta nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo lazima watu tanabaha katika mambo ya ibadati kama hizi. Nasallallahu an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma ihfazna wahfaz
أسرتنا من كل سوء ومكروه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.